Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Gharama hizi ambazo zinatajwa kwa mtoto mmoja, kwa namba, kwa tarakimu, unaweza ukaziona ni za kawaida. Lakini kwa Mtanzania wa kawaida mwenye mtoto mwenye tatizo hilo, jambo la aina hii ni kubwa sana. Ni jambo kubwa sana. Na liko katika hatua nyingi. Hatua ya kwanza, chukulia katika mazingira ambapo matibabu haya yakiwa hayapatikani hapa ndani ya nchi. Alafu hatua ya pili, weka ile gharama. Hatua ya tatu, jambo lenyewe tunaloongelea sio luxury, ni maisha. Kwa hiyo hiki ni kitu kikubwa sana, na ndugu zangu wa Tanzania, tuendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kweli, kwa sababu amewekeza sana kwenye sekta hii ya afya. Tungetaka kutaja kila kitu ambacho kimefanyika, hata muda usingetosha, na tungetaka kuianisha vipindi kwa vipindi, ndio mngeweza kuona imehitaji moyo kiasi gani, wa kujitoa kiasi gani katika kusukuma ajenda hiyo ya afya. Leo hii Tanzania inakuwa rufaa ya nchi nyingi jirani. Hii ni hatua kubwa katika historia ya sekta ya afya ya nchi yetu. Inaokoa maisha ya watu, kwa sababu huduma hizi kama tulivyoona kwenye ushuhuda wa wale waliotibiwa, imeokoa maisha ya watu. La pili, imeokoa gharama. Mimi binafsi mwaka 2014 nilimpeleka mwalimu wangu wa shule ya msingi, alikuwa na tatizo ya kansa ya ziwa, nikampeleka India kwa miezi takriban 11. Ilikuwa inahitaji tu moyo kwamba hapa tunapigania maisha. Sasa leo hii watoto hawa wote ambao wanatoa ushuhuda huu wametibiwa hapa ndani ya nchi. Pongezi kwa maono kwake Mheshimiwa Rais, lakini pongezi kwa mafanikio haya ambayo tunaongelea. Kama ambavyo Mheshimiwa Waziri amesema vyema, tunaongelea maisha ya watu waliookolewa. Tumetaja tarakimu zile kama fedha, lakini lipo jambo kubwa zaidi. Tunaongelea maisha ya mtu ambaye hayathamanishwi na fedha yeyote ile. Fedha zitakazopatikana usiku wa leo kupitia hafla hii zitakwenda kununua dawa au vifaa, ikiwemo vifaa tiba, zinakwenda kujenga miundombinu kama tulivyoelezewa, na malengo mengine ambayo yameshafafanuliwa kwa kirefu. Ni dhahiri hili ni jambo linalokwenda kuwapa tabasamu familia hizo ambazo watanufaika na jambo hili. Mtoto mwenye uhitaji atarejeshewa ndoto yake ya kulitumikia taifa la Tanzania. Rais wetu alinituma niwaletee salamu za upendo na za pongezi, kwani mmejua kuitafasiri vyema falsafa yake ya kazi na utu. Hiki ni kitendo cha utu ambacho mmekwenda kukifanya kwa vitendo. Hospitali ya Benjamin Mkapa imeendelea kupata mafanikio makubwa katika utoaji wa huduma hizi za kibingwa, na kwa kweli kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ametoka kutaja, sisi ndani ya serikali tutaendelea kuwaunga mkono, na Mheshimiwa Rais alinituma niwahakikishie hiyo. Serikali itaendelea kuwa bega kwa bega nanyi kuweza kuhakikisha kama ambavyo tunaweka uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya, basi tutaendelea kuweka uwekezaji mkubwa katika hospitali yetu ili kuweza kuhakikisha kwamba nia njema hii na jitihada hizi mnazofanya zinaendelea kuokoa maisha ya Watanzania. Nirejee tena kipekee kupongeza Umoja wa Wanawake Tanzania unaoongozwa na Mheshimiwa Mary Chatanda. Nilikwisha kuwapa pongezi wakati naanza kuleta salamu,
lakini mridhie nikoleze wino kwenye hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, umefanya jambo kubwa sana wewe pamoja na timu yako, na naweza hata kusema mmefanya jambo ambalo si wengi walitarajia, kwamba hata profesa mwenyewe hakutarajia. Amekiri hapa kwamba kwa kweli hakuwaomba na wala hakutarajia kwamba mtaitikia tena na kuweka uzito mkubwa wa kiwango hiki. Hongereni sana. Mmeonesha jinsi ambavyo mmeielewa falsafa ya Mheshimiwa Rais. Mmeonesha jinsi ambavyo mmeelewa ilani mlioinadi wenyewe. Mmeonesha jinsi ambavyo mnaguswa na maisha ya Watanzania. Hongera sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Hongereni wote UWT kwa kitendo hiki mlichokifanya. Ni kitendo cha kiungwana, ni kitendo cha ibada, ni kitendo cha uchamungu. Kwani kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wetu wa sekta ameielezea kwa kirefu sana, hatua hii mlioifanya ina thamani gani? Na thamani yenyewe pale ambapo ambaye mnalenga kumhudumia ni mhitaji hasa, tena katika kipindi ambacho anahitaji hasa huduma ya aina hii. Hongera sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatujakutana hapa kwa ajili ya chakula. Tumekutana hapa kwa ajili ya uhai. Kila sahani iliyopo mezani leo ina uzito wa maisha ya Mtanzania fulani ambaye hatumjui kwa jina, lakini tunamjua kwa mahitaji yake. Anahitaji figo, anahitaji uloto, anahitaji nafasi ya pili ya kuishi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, chakula cha leo si cha kushiba matumbo, ni cha kurefusha maisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna siku ambazo huingia kwenye kumbukumbu za taifa letu, si kwa sababu ya ukubwa wa hafla, bali ni kwa sababu ya uzito wa maamuzi yaliyofanywa ndani yake. Ninaamini tarehe 16 mwezi Julai 2026 ni mojawapo ya siku hizi. Tupige makofi mengi sana kila mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, miaka 10 iliyopita hospitali hii ilikuwa ndoto iliyoandikwa kwenye kurasa. Leo ni historia inayotoa huduma za kibingwa 20 na ubingwa bobezi 17, ikiwa na wataalamu waliobobea na vifaa vya kisasa kabisa vinavyoweza kutoa huduma kwa wananchi, ambapo hapo awali Watanzania hawa walilazimika kwenda nje ya mipaka ya Tanzania au kwenda Dar es Salaam katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, miaka 10 iliyopita tulikuwa tunapeleka wagonjwa nje ya nchi. Leo tunapeleka matumaini ndani ya nchi. Mafanikio haya ni matokeo ya uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa rais wetu Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumpigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais ameendelea kuipa sekta ya afya kipaumbele cha kipekee kabisa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuzungumze kwa takwimu, kwa sababu takwimu hizi ni majina na majina haya ni watu. Hadi sasa wagonjwa 58 wamefanyiwa upandikizaji wa figo kwa mafanikio makubwa kabisa. Watoto 31 wenye ugonjwa wa selimundu wamefanikiwa kufanyiwa upandikizaji wa uloto. Na kuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, tusipite haraka kwenye takwimu hizi. Wale ni watoto 31 waliokuwa wakiugua kila mwezi, wakikosa shule, wakiwa na maumivu yasiyoelezeka. Leo wanacheza. Wale ni familia 58 ambazo zilikuwa zimeanza kufikiria mazishi, leo zinafikiria mustakabali wa maisha yao. Namba 58 na namba 31 si takwimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni watoto wanaocheza uwanjani, ni akina mama wanaolala usiku wakiwa na amani na familia ambazo hazikuvunjika. Zaidi ya hayo, huduma hizi zimeliokoa taifa mabilioni ya shilingi ambayo yangetumika kupeleka wagonjwa kutibiwa nje ya mipaka ya taifa letu. Mafanikio haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yameifanya Tanzania
kuwa ni miongoni mwa nchi chache barani Afrika zinazoweza kutoa huduma hizi za kibingwa. Hii ni hatua kubwa katika safari ya kujenga mfumo wa afya unaojitegemea na wenye ushindani wa kimataifa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.